Katika habari zilizojiri kwa jioni ya leo, mamlaka ya wanyamapori nchini Uganda Wildlife Authority UWA imesema imewakamata washukiwa 5 wakiwa na kilo 106 za pembe za ndovu. UWA imesema operesheni ya kijasusi kwa ushirikiano na polisi wa Uganda imelenga zaidi kusambaratisha mitandao ya uhalifu ya wanyamapori nchini Uganda. Aidha, kwa mujibu wa sheria za Uganda, ni kinyume cha sheria kwa mtu kukutwa na pembe za ndovu au kumiliki mali asili bila idhini ya UWA. Kufuatia hilo, watuhumiwa hao waliokamatwa katika eneo la Bakedea katika mkoa wa Mashariki mwa Uganda watafikishwa katika mahakama ya Makindye iliyopo katika mji mkuu wa Kampala ili kujibu mashtaka yanayowakabili. Kwingineko nchini Australia, mkuu wa shirika la kimataifa la nishati IEA, Fatih Birol, ametoa tahadhari kwamba dunia inakabiliwa na tatizo kubwa la nishati ambalo ni kubwa zaidi kuliko mizozo ya mafuta ya mwaka 1973 na mwaka 1979 pamoja na changamoto za gesi zilizotokea baada ya vita vya Urusi na Ukraine mwaka 2022. Akizungumza na vyombo vya habari nchini Australia, Birol alisema tatizo hili linalosababishwa na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran limezidi mizozo yote ya mafuta ya miaka ya 1970 na upungufu wa gesi uliosababishwa na vita vya Ukraine ikiunganishwa kwa pamoja. Birol aliongeza kuwa kufungwa kwa mlango wa Hormuz na mashambulizi dhidi ya vituo vya nishati vimesababisha upungufu wa mafuta duniani kwa takribani mapipa milioni 11 kwa siku, zaidi ya mara 2 ya upungufu wote uliotokea katika mzozo wa mafuta ya miaka ya 1970. Aidha, usambazaji wa gesi ya asili iliyotiwa kwenye majokofu LNG umepungua kwa bilioni 140 za mita za ujazo ukilinganishwa na bilioni 75 zilizopungua baada ya vita vya Ukraine. Birol alibainisha kuwa vituo vya nishati 40 katika nchi 9 vimeharibiwa vibaya kutokana na vita, akiongeza kuwa hali hii inatishia uchumi wa dunia kwa kiwango kikubwa. Shirika la IEA limepanga kutoa akiba ya mapipa milioni 400 ya mafuta kwa dharura na kuhimiza kupunguza matumizi ya nishati, ikiwa ni pamoja na watu kufanyia kazi za nyumbani na kupunguza mwendo wa magari barabarani. Birol alisisitiza kuwa suluhisho ni muhimu zaidi kufungua mlango wa Hormuz ambao hubeba takribani robo ya mafuta na gesi duniani. Kwa sasa bei za mafuta zimepanda zaidi ya 50% tangu Februari 28, 2026 wakati Marekani na Israel zikishambulia Irani na Iran kuzuia njia muhimu ya maji. Rais wa Marekani Donald Trump alitoa saa 48 kwa Iran kufungua mlango wa Hormuz au kukabiliana na uhalifu wa vituo vyake vya nishati. Iran imeonya kuwa itafunga mlango huo kabisa na kushambulia miundombinu ya nishati na maji ikiwa Marekani itashambulia vituo vyake. Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa Marekani na Iran zimefanya mazungumzo yenye mafanikio ya siku 2 mfululizo yakiwa na dhumuni la kumaliza kabisa mgogoro Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa yake, Donald Trump amesema mazungumzo hayo yameelezwa kuwa ni ya kina, yenye kujenga na yenye mwelekeo mzuri, huku yakitarajia kuendelea kwa siku kadhaa zijazo ili kufikia muafaka wa kudumu baina ya nchi hizo. Kufuatia hilo, Donald Trump ameagiza kuahirishwa kwa mashambulizi yoyote ya kijeshi yaliyotakiwa kupigwa katika miundombinu ya nishati ikiwemo vituo vya umeme kwa kipindi cha siku 5 mfululizo. Hata hivyo, kiongozi huyo amesisitiza kuwa uamuzi huo unategemea mafanikio ya mazungumzo hayo yanayoendelea mpaka sasa, akionyesha matumaini ya kupatikana kwa suluhisho la kudumu kupitia njia ya kidiplomasia zaidi baina ya nchi hizo. Mimi ni Flowin Vitus, hii ni Flow Updates.